Bwana Yesu asifiwe. Karibu kwenye huduma ya Tumaini Service. Every soul is saved. Kila nafsi imeokolewa. Tunaye Mungu ambaye anatupenda, tunaye Mungu ambaye anatushindia. Neno la Mungu linasema tutashinda zaidi ya kushinda katika yeye Mungu anayetupenda. Na Mungu anatufundisha kwamba njia pekee ya kumshinda adui ni kuwa hodari katika roho na kuamini nguvu na uwezo wa Mungu. Njia pekee ya kumshinda adui katika roho, katika mwili, Mungu anasema ni kuwa hodari katika roho na kuamini nguvu na uwezo wa Mungu. Sawa sawa na kitabu cha Waefeso ile sura ya 6 ule mstari wa 10, neno la Bwana linasema hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uwezo wa nguvu zake. Ziko nguvu za Mungu zinafanya kazi ndani ya wanadamu. Ziko nguvu za Mungu zinafanya kazi ndani ya kina mama, ndani ya kina baba, ndani ya watoto, ndani ya vijana, ndani ya mabinti. Iko nguvu ya Mungu inafanya kazi, lakini ile nguvu haiwezi kufanya kazi pasipo wewe kujibidisha. Ndio maana Mungu anasema hatimaye uzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uwezo wa nguvu zake. Tunafahamu neno la Mungu linasema mtakeni Bwana na nguvu zake, utafuteni uso wake siku zote. Manake tunayo namna ambayo tuna uwezo wa kuitafuta nguvu ya Mungu, na tunapoitafuta nguvu ya Mungu, Mungu anaiachilia ile nguvu ikae ndani yetu ili tumshinde adui ambaye amesimama mbele yetu, adui ambaye anakuja kupinga mafanikio yetu, anakuja kupinga mienendo yetu, anakuja kupinga shughuli zetu, anakuja kutupinga kwenye uchumi, anatupinga kwenye uzazi, anatupinga kwenye elimu, anatupinga kwenye kazi. Sasa nguvu ya Mungu, na Mungu anasema wazi pia kwamba tunayaweza mambo yote katika yeye atutiaye nguvu. Nini maana yake? Kwamba wewe binafsi kwa nguvu zako za kibinadamu huwezi kumshinda adui, kwa sababu tunachoshindana nacho ni ulimwengu wa roho. Kwa nini? Ukisoma uwe mstari wa 12 kwenye kitabu hicho, Mungu anasema wazi kwamba kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama. Ni kitabu cha Efeso sura ya 6. Sasa ule mstari wa 12, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama. Alafu pale mwisho anapomalizia anasema bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo sasa tunachoshindana nacho sisi ni katika ulimwengu wa roho. Kwa tunahitaji nguvu ya Mungu, lakini tunahitaji kuwa hodari. Kwa nini tuwe hodari? Hebu utazama kile kitabu cha Joshua. Mungu alizungumza nini na Joshua kwa habari ya kumpeleka katika ushindi dhidi ya wale wanaosimama naye kinyume? Tukitazama kitabu cha Joshua ile sura ya 1, tazama ule mstari wa 6, Mungu anasema uwe hodari na moyo wa ushujaa. Uwe hodari na moyo wa ushujaa. Kwa nini anasema hapo chini uwe hodari na moyo wa ushujaa? Maana ni wewe utakayewarithisha watu hawa nchi hii niliyowapia baba zao ya kwamba nitawapa. Ni wewe ndiye ambaye utasababisha mafanikio yaingie kwenye familia yako. Ni wewe ndio utakayesababisha biashara iwe nzuri ofisini kwako. Ni wewe ndio utakayesababisha mafanikio ya elimu ya watoto wako. Ni wewe ndio utakayesababisha ndoa yako ifanikiwe. Lakini Mungu anasema ili sasa ufanikishe na kurithisha ile mipango, yale malengo ambayo umeyaweka, uwe na uhakika kwamba unatakiwa kuwa hodari, lakini unatakiwa kuwa shujaa ndani ya moyo wako. Usiwe na moyo wa kukata tamaa, usiwe na moyo wa kunung'unika, usiwe na moyo wa kufikiri kwamba huwezi. Unayaweza mambo yote katika yeye Mungu anayekutia nguvu. Ukienda mstari wa 7 anarudia kitu kile kile, lakini kwa namna nyingine anasema uwe hodari tu na ushujaa mwingi, uangalie kutenda sawa sawa na sheria yote aliyokuamuru Musa mtumishi wangu, usiache kwenda mkono wa kuume au mkono wa kushoto, upate kufanikiwa sana kila uendako. Sasa anaposema usiende mkono wa kuume wala kushoto, manake yasiingie mawazo mengine nje ya wazo la Mungu. Ndio maana kabla hajasema hivyo alisema pale juu kwamba upate kutenda, uangalie kutenda sawa sawa na sheria yote ya Mungu. Kwa sasa usiende kushoto wala usiende kulia, manake kusiwe kuna kukata tamaa,
kusiwe kuna hali ya kufikiria kurudi nyuma, kusiwe kuna masononeko na manunguniko ndani ya moyo wako, kusiwe kuna hali ya kufikiri kwamba hili jambo haliwezekani, kwa sababu Mungu anasema wazi, yasiyowezekana kwa wanadamu yanawezekana kwa Mungu. Yote ambayo wanadamu hatuyawezi, Mungu anaweza kuyafanya. Ndio maana tukirejea sasa kwenye kile kitabu cha Waefeso, ile sura tulitoka kusoma, ile sura ya 6, tutaona pale kitu kingine Mungu anatusemesha kwenye ule mstari wa 11. Anasema vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Sasa unakuwa hodari, ndio, una moyo wa ushujaa, ndio, lakini sasa uelewe kwamba ziko silaha za Mungu ili niweze kumshinda huyu adui. Tayari mimi ni shujaa, ndio, tayari mimi ni hodari, ndio, tayari mimi ni jasiri, ndio, lakini katika huo ujasiri na huo hodari natumia silaha zipi? Ndio maana Mungu anasema lazima tutatumia maombi, lazima tutatumia kufunga, lazima tutatumia uwezo wa Mungu wa imani, kwamba ile imani iliyo ndani yetu lazima tujivishe hizo silaha zote ili tuweze kumpinga muovu, kwa sababu Mungu anasema, mfano ule mstari wa 16, zaidi ya yote mkitoa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yenye moto ya yule muovu. Huyu muovu ndio adui tunayeshindana naye. Kwa lazima ndani yetu tuwe na imani, tuwe na uhakika. Ndani yetu lazima tuwe na imani ya kusikia, tusikie kitu Mungu ametusemesha. Kwa mtu wa Mungu popote ulipo, ninapenda kukutia moyo kwamba tunapotaka kumshinda adui tuliye naye, uwezo pekee tuliopewa na Mungu wa kwanza ni kwamba tuwe hodari, kwa sababu vita vyetu vipo na vita vyetu viko dhahiri. Kwa nini? Angalia kile kitabu cha Yeremia. Rudi kwenye kitabu kile cha Yeremia, ile sura ya kwanza, ukitazama ule mstari wa 19. Kwenye kitabu cha Yeremia sura ya kwanza mstari wa 19, Mungu anasema na Yeremia pale, anamwambia kwenye mstari wa 19, nao watapigana nawe lakini hawatakushinda, maana mimi nipo pamoja nawe, asema Bwana, ili nikuokoe. Kitu gani nilikuwa nataka kuonesha hapo? Ni kwamba ushindani upo. Watapigana na wewe kwenye ulimwengu wa roho, watapigana na wewe kwenye ulimwengu wa mwili, lakini Mungu anachokisema ni kwamba watapigana na wewe lakini hawatakushinda, kwa sababu Mungu yupo ili akuokoe. Mungu akubariki popote ulipo, kuendelea kujifunza maneno haya na kuendelea kupata maarifa haya na chakula hiki cha kiroho ambacho kiendelee kukukuza na kukuimarisha popote pale ulipo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Amen.